Jemedari, makosa gani ambayo yatakiwa kupelekwa mahakamani na yapi ambayo yanapaswa kwenda mahakamani hata kama yanahusiana na michezo? Kwa uelewa wangu, maamuzi yote yanayohusiana na mambo ya kiufundi hayapaswi kupelekwa mahakamani. Mambo hayo kama ya kiutawala, maamuzi yaliyofanywa na kamati za TFF zile ambazo ndio maana maamuzi wana TFF wana kamati zao ambazo zinazungumzia, au tusome kanuni. Kanuni 25 inayohusu masuala ya rufaa. Sehemu ya kwanza inasema upande wowote unaopinga maamuzi ya malalamiko au mengine yaliyofanywa na chombo husika unaweza kukata rufaa kwa kamati ya rufaa husika endapo utaratibu wa chombo na kanuni zilizofanya maamuzi hayo vinakuruhusu kufanya hivyo. Sehemu ya pili, kamati ya rufaa ya nidhamu ya TFF ndio chombo cha juu cha TFF cha kusikiliza rufaa zinazotokana na maamuzi ya kamati ya nidhamu. Sehemu ya tatu, maamuzi ya kamati ya rufaa ya nidhamu ya TFF yatakuwa ya mwisho endapo mrufani au mrufaniwa hakuridhika na maamuzi ya kamati hii, apeleke shauri lake mahakama ya usuluhishi wa mashauri ya michezo ulimwenguni CAS. 4, ni marufuku kupeleka malalamiko yoyote dhidi ya TFF au TPLB kuhusiana na uendeshaji wa ligi kuu katika mahakama za kawaida za sheria. Klabu, mdau au mtu yoyote atakayepeleka malalamiko yake katika mahakama za sheria atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa kanuni za maadili za TFF. Umesikia? Kwa kinacholalamikiwa hapo kina follow kwenye hiyo kanuni na hakiwezi kupelekwa mahakamani. Na hiyo ndio hoja yake ilikuwa iko hapo. Ile kuwapeleka viongozi inawezekana. Kiongozi gani sasa? Amefanya nini huyo kiongozi? Labda kama mnaona viongozi kuna sehemu hawako sawa sawa. Kwenye nini? Ampeleki maamuzi yao, amwendi yale maamuzi yao, mnawapeleka wao kama wao. Nini kitakachofanya hao asiwe sawa sawa? Kwa sababu ana afya njema, ana akili timamu, mpimwa, yuko pale anafanya kazi. Kazi zake ndio zitakazofanya, si ndio? Ambazo zitakuwa anazifanya kwa mujibu wa kanuni. Wakipeleka tuna hati ya kufungiwa. Sio hati. Ukipelekwa wao wanachofanya TFF wanalalamika tu, FIFA wanakuja na wao serikali ikiingilia ndio tunafungiwa. Lakini wao wanabeba tu watu wao hapo nao wataka huko Yanga wanapiga rungu. Full stop. Mahakama haiwezi kuzuia bingwa sitangaze. Sasa no, ukipeleka mahakamani taratibu za kimahakama zitafanyika. Mahakama wala unafikiri mahakama watasikiliza habari ya huko? Watafungua kesi, itafunguliwa, itaendelea. Kwa hiyo wakati unahangaika kule mkishamaliza unakuja huku sasa. Na wakati huo bingwa hajatangazwa sasa huko imezuiliwa. Court injection huwezi kutangaza brother. Kija court injection inabidi ule ni muhimili tofauti. Wakishasema hiki kisitokea kitokee. Ukishaitwa mahakamani utakwenda. Kwa maana yake tunaweza tukajikuta bingwa wa msimu huu asitangazwe. Kama watu watakwenda mahakamani kama wanasema kabisa. Na court ikaona kwamba kuna hiyo kesi ipo. Wakaamua kwamba isikilizwe. It's well and good. Yaani mambo ya kimahakama sasa. Siwezi kukuambia kwamba mahakama inaweza isipoona ni sawa. Na wanatakiwa washughulikiwe wanaopeleka haya mambo kwenye mahakama ya kawaida, sio ya kiraia. Na wanaotakiwa kushughulikiwa ni wale ambao wako kwenye familia ya mpira, si ndio hivyo? Ndio. Hawa wazee tunawahesabu kama sehemu ya familia ya mpira. No. Mwache kwanza. Siku zote hapa nimekuwa nikisema hivi, hawa wazee wa Simba na Yanga wenyewe huko wakitoa matamko yoyote, Simba wamekuwa wakikaa kimya, Yanga wamekuwa wakikaa kimya. Lakini hawa watu wanapewa facilities za club kwenda kuzungumza hayo mambo. Tafsiri ya moja kwa moja, hawa watu haya wanaoyazungumza yanatokana na klabu, na kama klabu haijui hayo ilipaswa kuwafanyaje? Kuwakana, kwamba kujitenga mbali. Sisi hatuja watuma kwa sababu wewe ni mwanachama na unaelewa huu utaratibu unaofanya sio. Kwa viongozi si hawaungi mkono wao. Walipaswa kuwaambia kwamba hicho sisi sio cha kwetu. Hatuungi mkono hili jambo wanalofanya. Sasa unajua kinachotokea hapa ni propaganda. Na watu wajaribu kuzunguka mlango wa nyuma. Unaona kilichozungumzwa na mtu wa mwanzo kabisa.
Sawa, kwamba kwa mujibu wa katiba yao wanaweza kuita mkutano mkuu wa dharura. Sawa, na wamepiga hesabu na hizo siku wanawaamrisha sasa viongozi kwenye mkutano mkuu wa dharura. Unajua tunataka kufanya mkutano mkuu, ndio kikao kikubwa cha mwisho chenye maamuzi. Sawa, wakisha sema pale hoja ni agenda sitakuwa hiyo tu. Sawa, pamoja na agenda zingine sijui akidi bla 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 bla, main agenda ndio hiyo. Mechi ya dabi itazungumzwa pale, kura zao pale ni za wazi. Tunacheza hatuchezi. Wakisha sema hatuchezi, then wao ndio wenye club. Mjadala huo kwa level ya club umefanyaje? Umefungwa. Hakuna tena sehemu nyingine yoyote inaweza ikaamua vinginevyo, kwa sababu baada ya kikao hiki, kikao kikubwa cha club cha pili ni kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji ndio iliyokuja na maelezo ya hatuchezi, iliyowalisha hawa leo wanazungumza kuhusu hawachezi, wanataka kulisimenti hilo jambo kwenye kikao kikubwa cha juu zaidi ya kamati ya utendaji. Sikiliza basi kwanza ujifundishe. All these process hizi zote hizi ukiniambia viongozi wa Yanga wajui ni uongo. Hizi vitu vyote wanafanyaje? Wanajua. Kwa hiyo watakuwa ni sehemu ya mkutano, na mwenyekiti wa mkutano anabaki kuwa mwenyekiti wa nini? Wa klabu. You see that? Lakini nilikuwa nazungumza na mtu mmoja juzi, wala sijui kama alikuwa anajua hii kitu inaweza ikatokea. Alikuwa ananipa mfano wa timu ya Coast na African Sports. Kulikuwa na wakati African Sports ilikuwa inaishi Korogwe. Yaani mtu wa Tanga alikuwa ananieleza, walimpata suja magani tajiri, inakaa Korogwe kule, inakuja Tanga mjini, inacheza, inashinda, wanakwenda kule Coast wanajitafuta. Na maskani kubwa ilikuwa ni Sweet Corner. Unapojua Sweet Corner, umefika Tanga wewe. Pale Sweet Corner kwa wamekaa watu wa Coast wakaanzisha zengwe tu pale. Jamani, Sports hatuwawezi hapa. Walivyo sasa wamempata yule jamaa, wanakuja hapa mjini, wakishinda mechi siku mbili wanaondoka. Hawa bana tuanzishie zengwe kwamba hawa jamaa hawana timu. Timu imetekwa. Sio yao. Wao wanaiona hapa tu. Lakini kwa mtu wa Sports ambaye anakaa ile maskani ya Sweet Corner, sawa, akasikia ile jambo, akacheka. Kweli bwana, ukaanza mzozo kidogo. Sports nyinyi hamna timu ya kwenu, timu sio ya nani anakaa nao Korogwe, kwa nyinyi mna timu. Tuambie timu inakaa wapi? Watu wakaona lakini kweli mbona zengo lile likakua kwa pasia tuna timu yetu. Wenzetu timu yao si ile inafanya mazoezi pale. Unajua zamani ukifanya mazoezi watu wanakuja kiwanjani kuja kuona timu. Sasa si timu yetu iko wapi? Mpaka utakufanya mazoezi mpaka uende Korogwe. Wakaanzisha zengwe lile likakua. Wanachama wakasema bwana, hapana, mkutano. Unajua zile timu ni kama Simba na Yanga. Ndio. Ita mkutano mkuu wa dharura, watu kuja pale. Vipi wanasema tunataka timu yetu icheze, tunaiona. Timu imetolewa kule, imekuja Tanga, ikapata mtu wa guest, inacheza, inaenda, inakaa guest siku 2-3. Yule bwana alikuwa hudumia timu, Sports imekwenda. Lakini kwenye kule mkutano, yule bwana aliyekuepo, mwanachama yule wa Sports aliinuka akasema, jamani, tuliache hilo jambo la Coast. Mimi nilikuwepo wakati linaanzishwa, watu hamna. Lakini mkutano mkuu kaamua kwamba timu ifanyeje? Irudi. Hakuna mtu mwingine ana mamlaka. Sasa aliuliza hapa Evans kwamba ikitokea viongozi wakakubali kucheza, sasa iko hivi, ukienda kwenye huo mkutano, nyinyi viongozi mkipata suluhu huku na watu wote, hamwezi tena kusema tunacheza, kwa sababu mkutano mkuu umeamua. Hapo ndo tricky ilipo, ambao viongozi wa Yanga wanatakiwa kuwa makini sana, kwa sababu unaweza kupeleka huku mamlaka mfano za kiserikali zikikuambia kwamba mechi itachezwa, na wewe ni nani? Wewe kamati ya utendaji ni nani? Hauwezi kukubali hiyo kitu. Sawa? Ili kuondoa vurugu. Tumesikia watu wakizungumzia juzi bungeni umuhimu wa hizo timu, wakisema mechi ipo na mkutano mkuu ulisema. Wewe kiongozi unaenda kusemaje? Unaenda kuvunja katiba? Kwa sababu ukisema kitu chochote kinyume umevunja katiba, na kiongozi asifuata katiba. Tukienda kwenye mkutano mkuu mwingine tunatoa. Sasa jemedari, nilikuwa na swali moja la mwisho tu. Umesema hawa wazee ndio wanaweza kapeleka swala mahakamani. Wamesema wao. Sio mimi. Sawa. Wazee wanapeleka jambo mahakamani. Kwa sababu tunaona wanatumia resources za club. Tunaamini kwa majibu uliotoa viongozi wa Yanga wanafahamu jambo hili.
Sasa twende pale ambapo TFF watafikia tu na viongozi wazee wameshaenda mahakamani. TFF wanataka wachukue hatua kwa viongozi ambao ndio sehemu ya football family. Watachukuliwa wangapi? Ni viongozi wote wa club ama atakwenda tu rais? Club na viongozi wakuu wapo kwenye mamlaka hiyo, lakini kamati tendaji pia ni sehemu ya familia ya football. Si ndio? Kwa hiyo kamati tendaji mwenye kitu wake na rais. Simple. Kwa hiyo hapa anakwenda mmoja. Wanakwenda wangapi watajua TFF. Wao ndio watakaochagua wanachukua nani na nani. Lakini ninachojua wa viongozi kwa kanuni inavyosema kwamba watapelekwa kwenye maadili. Viongozi watajua TFF ni nani na nani watakwenda. Lakini watu watakwenda maadili. Haiwezi kubaki hiyo inaning'inia kwa sababu hivi unakumbuka swala la lilompeleka Health kwenye maadili lilikuwa lipi? Lilompeleka kwenye maadili ilikuwa swala wakati ule wa Haji anaendelea kuna nini na amefungiwa. Kwa nini yeye? Aliyefanya pale ni Haji, alikuwa anawajibika kwa nafasi yake kama kiongozi mkuu wa klabu. That's simple. Kwa wanake hapa wazee wakifungua kesi Hersi ajipanga. Wako chini yake hao. Okay. Hao wote wako chini yake. Sawa? Wako chini ya kamati ya utendaji ambao yeye ni mwenyekiti. Na Jemedari, endapo yakitokea hayo, nafikiri hawa wanachama watakubali injinia afungiwe? Wanafanyaje? Tutaibua mambo mengine hapa. Ili jambo wanafanyaje sasa? Tunapaswa kuliendea kwa umakini kweli. Umakini? Umakini. Ndio huu sasa. Tukaibua vitu vingine hapa nchi kapata. Nilisema mwanzo kwamba mimi sikudhani. Ukisoma para ya 3 ya andiko la Young Africa. Taarifa kwa umma ambao haijaenda kwenye mamlaka, imekwenda kwa umma. Umesoma ile paragraph ya 3. Sawa? Sidhani kama kamati ilijielekeza sawa sawa. Nilisema na niliandika kwamba ile para inazungumza, yani imekaa, yani sisemi kichochezi sachi. Kama unayo soma hiyo para ya 3 na ile unajua ile ni tamko la kamati ya utendaji. Sawa? Hebu soma hiyo para ya 3 inavyo describe TFF na bodi ya ligi. Okay, sawa, tuhitimishe hapa. Tuhitimishe. Ya 3 ni hivi. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Hiyo ni hiyo tu. Yes. Huyo ndo mzazi wako wewe anakuambiwa. Sasa mzazi ambaye anafanya makosa, mzazi ambaye anavunja kanuni. Utamsikiliza mzazi ambaye anavunja kanuni? Changamoto. Issue ni moja. Nadhani tumelelewaje. Hapo ndo kuna point hapo. Kwa mzazi hapo. Binafsi mimi naamini Yanga watapeleka timu uwanjani endapo bodi ya ligi itajiuzuru. Hapo ndipo mtihani ya watu kwenye bodi ya ligi watakaa pembeni. Naamini Yanga wanaweza wakapeleka timu uwanjani kwa sababu ukitazama barua ambayo Yanga walitoa baada ya dabi kuahirishwa. Walienda viral zaidi, wakasema hatuna imani na baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi. You see? And then baada ya vikao viwili ambavyo vimekalika na wale Yanga wamerudi tena na kitu kile kwamba hatuna imani na baadhi ya watu kwenye bodi ya ligi. Kwa sababu wao wanaamini hawakuwatendea haki. Sasa leo uwezi kuwaficha watu malalamiko yako. Kama unaona mtu fulani hakutendei haki na una uhakika, lazima useme. Para ya 3 ndo imebeba ujumbe wa Yanga. Na katika kufuatilia kwangu inaonekana viongozi wa bodi ya ligi kungatuka pale ni kazi kweli. Haiwezekani. Na mimi ninachokuambia kitu kimoja. Kama viongozi wanabaki pale, sina uhakika kama Yanga watapeleka timu uwanjani. Kwa sababu Jemedari amezungumzia issue za mamlaka za juu serikalini.
lakini mpaka leo hatujasikia tamko kutoka kwao, na wanaona zozo linaloendelea. Inawezekana na wao wanaona kuna changamoto. Hakuna hicho kitu. Waziri Kabudi juzi si alizungumza, lakini kwamba dabi ichezwe. No, alizungumza nadhani kuna kauli ilitoka. Alichokizungumza alisema hivi, hayo mambo ya dabi wao wanawaachia mamlaka zao. Ina maana serikali hawajasema fulani ana shida au dabi ichezwe. Wamesema tunawaachia na hao unajua wanaofia nini? Kwa sababu wakishaingilia tu FIFA nao watatupiga band. Kwa hiyo Waziri Paramagamba Kabudi ile swali lilizwa kwa mtego sana. Na yeye akalijibu pia. Paul Mkai. Naam. Ile swali liliulizwa bungeni. Sawa. Na majibu yake yanapaswa kuwa vile vile yalivyojibiwa. Okay. Tumewahi kujiuliza kwa nini kunakuwa na vikao vya Simba na wizara. Yanga na wizara. Na ni kidogo niwape experience. Hizi timu na taasisi kama TFF inavyoendeshwa haziwezi kuendeshwa bila kuwa na interaction na wizara. Haiwezekani. Sio kile kinachofanyika huko kitakuja kuzungumzwa public. Kwa nini ilisaja ile para? Ile ndio para ambayo iliwaonyesha viongozi hawakutumia busara. Okay. Full stop. Na labda Mkai, mimi nikichangia hapa, sijachangia ile jambo. Naomba basi walau dakika 2 tu ili tuwakaribishe. 2 hazifiki. Mbili nyingi sana. Sawa. Unajua lawama kwa bodi ya ligi hazijaanza leo. Na wala Yanga sio watu wa kwanza. Perhaps hata Simba wamewahi kulalamika huko nyuma, lakini perception ya mashabiki walio wengi wa mpira wa miguu, regardless timu ambayo wanashabikia, imani yao kubwa ni kwamba bodi ya ligi na TFF wanaendeshwa na Simba na Yanga. Ndio imani ya watu wengi. Na ndio imani ilivyo. Yes, sasa moja kati ya nyakati adimu kabisa ambazo TFF na bodi ya ligi wanayo ya kudhihirisha in public kwamba wao hawaendeshwi wala hawai bullied na timu yoyote kati ya hizi mbili. Wakati huu ni wakati wa bodi ya ligi kutoka na kudeclare wazi kabisa nafasi yao. Of course hiyo inaweza, tulikuwa tunajadili nje pale Jemedari, kuna kitu akasema kwamba hiyo itaonekana kama ni mzozo, kama back and forth, lakini bodi ya ligi wao wasimamie kwenye eneo lao. Wamepanga ratiba, yule ambaye hata kuja uwanjani wasimamie haki tu, wakwane point 15 basi. Nikwambie Paul, kuna jambo jingine ambalo la hovyo liko huko ndani huko. Tulisema kwamba tutakuja kulizungumza, lakini muda hautoshi. Sidhani kama kutakuwa na muda. Ni kweli. Watu wako tayari hao kwamba kuna mjadala huko eti watu wagawane point kwa sababu sio dabi Kongo lisave. Yani hilo ndio kitu cha ovyo ambacho kinakuwa ni kupanga matokeo. Mimi tunabidi tufute kinakalia wote. Watu kama watagawana point. Ni kwamba bodi ya ligi wao wawe strong katika wakati huu, kuondoa ile dhana iliyojengeka miongoni mwa umma wa wapenda mpira Tanzania kwamba bodi ya ligi inaendeshwa na Yanga na Simba. Kwa hiyo kama wakiwa strong kwamba Yanga wasije uwanjani wakawakata point 15, nadhani watakuwa wameset standard ambayo itarudisha imani ya watu kwamba bwana, kile tunachokisema kuhusu bodi ya ligi, sasa bodi ya ligi imejitakasa. Unamkata vipi mtu ambaye ukutumia kanuni kuahirisha game? Si wametumia kanuni kasi. Si waenda kasi. Kasi sio wamesema hakuna kitu. Kwa kunukuu kauli ya kasi ndio pazuri. Kauli ya mwenyekiti. Wakati anazungumza na chombo kimoja hapa nchini, mwenyekiti alisema Mbuto. Okay. Alisema Simba na Yanga ni wakubwa, huwezi kumshusha mmoja wapo. Unahisi ukimshusha nini kitatokea? Yanga wakipokonya point 15 hata shuka daraja. Mimi nakubaliana shuka daraja. Mamlaka zenyewe zinakiri kwamba haziwezi kumshusha Simba au Yanga. Yes, unajua alikuwa anazungumza wakati huo, wakati Yanga wamegoma kuingia kwenye ile mechi, na kanuni wakati ule ilikuwa inataka timu inayogoma kuingia kwenye mechi inashushwa madaraja mawili. Yanga kugoma ni juzi tu amezungumza baada ya tarehe 8. Ile video ni ya siku nyingi. Jemedali acha kupotosha, ni juzi anazungumza na moja kati ya gazeti hapa juzi. Hakuna sehemu unashushwa. Sasa unashushwa na nini? Sawa, kwa nini unasema kwa kipindi ambacho Yanga aligoma? Amezungumza na gazeti baada ya tarehe 8 dabi kwa ile. Unashushwaje? Hiyo ni hivi. Hakuna sehemu ambayo unashushwa. Wakati amezungumza hivi karibuni, lakini alikuwa anakumbushia yaliyopita, jambo la zamani. Na sasa alikuwa azungumzi jambo hili, alikuwa analizungumzia jambo la zamani. Kanuni ilikuwa inataka wakati huo unashusha madaraja mawili. Ndio akauliza wakati huo kama tulikuwa tunaishusha Yanga, unaishushaje? Yani kitu ni kimoja. Ndio sio hili la juzi.
Sasa sikazungumza baada ya tarehe 8. Iko hivi, hiyo ni story ambayo alikuwa anatoa mfano wa jambo lililopita. Bado dakika